Na kusalimu mtazamaji wa SQF TV popote pale ulipo, karibu sana katika mkusanyiko wa habari majira haya, ikiwa leo ni tarehe 11 mwezi wa 4 2025, na kusomea matangazo haya kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SQF TV, lakini pia kusubscribe pamoja na kulike na kucomment kwa kile ambacho tunakifanya kila siku. Karibu sana katika taarifa ya habari, uko na Mependo Cotton. Waziri wa Kilimo Hussein Bashe amesema wizara hiyo inaweka utaratibu kuhakikisha kila mnunuzi wa mazao makubwa ya biashara anakuwa na akaunti kwenye benki ya ushirika ya taifa inayotarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni. Waziri Bashe amesema hayo jijini Dodoma wakati akieleza uzinduzi wa benki hiyo unatarajiwa kufanyika na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan Aprili 28. Maelekezo ya rais ikawa ni kwamba lazima kama nchi tuwe na National Cooperative Bank, benki ya ushirika ya taifa. Tumeanza huo mchakato. Nataka niwatangazie rasmi kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu jambo hilo limefanikiwa. Tarehe 28 Mheshimiwa Rais atakuwa mgeni rasmi wa uzinduzi wa benki ya ushirika ya taifa. Benki hii ya ushirika ya taifa itakuwa na matawi, itaanza na matawi 4. Lakini vyama vikuu vya ushirika vyote vitakuwa ni mawakala wa benki ya ushirika. Vitakuwa vinafanya kazi ya kufungua account, kudeposit, kuwithdraw, na haya yote yatafata kwa mujibu wa sheria za benki kuu. Lakini jambo la msingi ambalo kwa nini kama Wizara ya Kilimo tuliona kuna umuhimu wa kumwomba Mheshimiwa Rais kuisukuma ajenda ya kuanzisha benki ya ushirika, sababu ni moja tu. Leo kama nchi tukiuza mazao ya tumbaku kwa mwaka, turnover yake ni zaidi ya dola milioni 400. Sasa hivi tulikofikia kama nchi. Tukiuza mazao ya kahawa ni zaidi ya dola milioni 270, karibu 300 kwa mwaka. Tumeuza korosho msimu uliopita. Mauzo yetu ya wakulima peke yake wamepata zaidi ya 1.5 trillion shilling. Ni mapato ya wakulima walioweka mfukoni mwao. Lakini export, tunaendelea kuuza korosho yetu nje, tunakadiria tutafika zaidi ya dola 600 mpaka 8 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, lakini likija swala la financing, mifumo ya fedha haielewi soko la kilimo na tabia ya shughuli za kilimo. Kwa hiyo kuwa na chombo ambacho kinawaelewa wakulima cha fedha ni jambo la muhimu sana. Muhimu sana ieleweke. Commercial banks zitapartner na Cooperative Bank. Na ninatangaza rasmi na nitasema siku hiyo, mnunuzi yoyote wa mazao makubwa, kahawa, tumbaku, korosho, hatutampa leseni kama hana deposits na hana account na Cooperative Bank of Tanzania. Kwa sababu haiwezekani wakulima wasifaidike na jasho lao. Tunapozungumzia kufaidika kwa mkulima na jasho, sio tu ameuza tumbaku, transactions zinazofanyika kutokana na jasho lake, kwa sababu kama hakuna tumbaku, hakuna viwanda vya tumbaku Morogoro. Kwa hiyo lazima hii kitu tunaianza, ni safari. Mbunge wa Mwanga mkoani Kilimanjaro Mheshimiwa Joseph Ananie Tadeo amempongeza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa kwa uratibu mzuri katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025, akimshukuru pia kwa maelekezo yake ambayo tayari ameanza kufanyia kazi jimboni kwake. Kwanza nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia bajeti hii muhimu sana ya ofisi ya Waziri Mkuu. Lakini la pili, nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa jinsi ambavyo amefanya kazi nzuri sana ya kuratibu kazi za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu amefanya kazi nzuri na hotuba yake imetupa muktasari mzuri wa mambo yaliyofanyika na jinsi ya kutufungulia jinsi ambavyo tutakwenda mbele. Lakini kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu
hivi karibuni amefanya ziara kwenye jimbo langu, amezindua miradi kadhaa na kuweka mwongozo katika mambo mengine vizuri sana. Na nimpe tu taarifa pia kwamba hivi tunavyozungumza, maagizo aliyoyaacha kwa upande wa Wizara ya Afya, wataalamu wamesha kwenda tayari, wameanza utekelezaji. Nimepigiwa simu na wahusika kule, na leo hii tunavyozungumza Mheshimiwa Jerry Silaa yuko jimboni kwangu kwa ajili ya kushughulikia swala la mawasiliano kama alivyoagiza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo ninamshukuru, lakini pia ninawashukuru wataalamu na mawaziri wengine ambao wameendelea kutekeleza maagizo yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya CCM iliaminiwa na kuchaguliwa kwa mujibu wa ilani ambayo tuliiuza mwaka 2020. Anayesimamia utekelezaji wa hiyo ilani, anayeratibu utekelezaji ni Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tumeiona taarifa yake ya jinsi ambavyo ameratibu utekelezaji, ofisi yake imeratibu utekelezaji wa ilani kwa viwango vya juu sana. Sasa kiongozi mkuu wa utekelezaji huu ni Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa anaratibu. Kwa hiyo kwa kweli pongezi nyingi sana zimwendee Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ametuongoza vizuri tukaweza kutekeleza ilani kwa viwango vikubwa sana. Ndio maana tunapoelekea kwenye uchaguzi huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, mengi yatakayoletwa ni kelele na mbwembwe nyingi na vitisho na namna za kutaka kuvuruga uchaguzi, kwa sababu hakuna lingine la kusema. Yale tuliyoahidi wananchi yametekelezwa, na nilipata kusema kwamba upembuzi wa wataalamu juu ya vyama vilivyoleta uhuru katika nchi zao ulisema kwamba Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuwa madarakani kwa sababu ya utekelezaji wa yale ambayo kimekuwa kikiwaahidi wananchi. Na waziri wa mambo ya ndani Innocent Bashungwa ameeleza jinsi serikali inavyowahudumia wanawake wajawazito wa magerezani pamoja na wale wanaonyonyesha. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Jeshi la Magereza inaendelea kutoa huduma stahiki kwa wafungwa na mahabusu wajawazito walioko magerezani kwa kufuata miongozo inayotolewa na Wizara ya Afya kwa wataalamu wa vituo vya afya vya magereza. Huduma hizo ni pamoja na kupima afya zao, kuthibitisha ujauzito huo. Baada ya kubainika ana ujauzito, hupelekwa kliniki na kufunguliwa kadi, kupatiwa chanjo, elimu ya lishe na kupima vipimo vyote muhimu vya awali, ikiwemo upimaji wa VVU ambao hufanyika kwa wamama wajawazito. Wanaobainika kuwa na maambukizi huwekwa katika mpango wa huduma za kuzuia maambukizi ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, yani prevention from mother to child HIV transmission. Mheshimiwa Fatuma Taufik, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa majibu mazuri ya serikali. Nina maswali mawili ya nyongeza. Je, serikali haioni sababu ya kuwa na sehemu maalum kwa ajili ya wanawake wanaonyonyesha na wale wajawazito? Lakini swali langu la pili, je, wale wanawake wafungwa ambao ni wajawazito, serikali ina mpango wote wa lishe bora ili kusudi waweze kuimarisha afya zao? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Fatuma Taufik kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza nimshukuru Mheshimiwa Fatuma Taufik kwa maswali yake mazuri na kwa kufuatilia haki za wakina mama wajawazito wanapokuwa magerezani pamoja na watoto wao. Mheshimiwa Spika, tunao utaratibu maalum wa kuwahudumia wakina mama wajawazito wanapokuwa gerezani, na kupitia utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai, kwanza tumelegeza masharti ya wakina mama pamoja na wafungwa wote wanapokuwa magerezani. Tumelegeza masharti ya dhamana ili kupunguza msongamano wa wafungwa gerezani wale ambao wanakuwa na sifa. Lakini kwa upande wa kina mama wajawazito, swala la lishe ni swala la lazima, na serikali inaendelea kufanya kila aina ya jitihada kuhakikisha lishe bora wanapata wakina mama wajawazito wanapokuwa magerezani.
Mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Kagera ndugu Francis Buruhani amewaasa viongozi wa jumuiya ya vijana ngazi zote ndani ya mkoa wa Kagera kufanya kazi kwa bidii ili kuzitendea haki nafasi walizonazo kwenye maeneo yao, huku akisisitiza kwamba hiyo ndiyo njia pekee ya kulinda imani waliopewa na vijana waliowachagua kwenye nafasi hizo. Tunajitahidi kwa kadri Mungu anavyotuwezesha kufanya kazi za jumuiya. Na katika hili mimi niwaambie wajumbe wa baraza, duniani kote hakuna mkamilifu. Tunayo madhaifu yetu. Tuvumilieni, tushaurini, tusaidieni. Na ni kawaida ya mwanadamu kuona madhaifu kwa mwingine, ila kwake anaona yuko sawa sawa. Kwa haya nasema ili kuweka msingi mzuri wa kujengana na kujua ni wapi tunatakiwa kwenda. Kwa ndugu zangu, mimi niombe mambo mawili alafu niketi. Jambo la kwanza, niwaombe sana tutimize wajibu wetu. Tutimize wajibu wetu. Kila mtu kwenye nafasi yake atimize wajibu. Uliomba nafasi kwa vijana, ukasema naweza kuwatumikia. Baada ya kupata hautumiki. Unasubiri vikao, unasubiri nini? Jamani, hili ni tatizo. Na sio la Muleba tu. Wako wenzetu wanafanya vizuri, wengine wanajongea, wengine amekaa kabisa anasubiri siku ya kikao cha kwenda kumchagua diwani. Hii ni dhambi kubwa, tatutafuna. Tutimize wajibu. Tufanye, yani mimi huwa natamani nisikie kesi uko mgogoro wa jumuiya na chama mahala fulani, lakini msingi wa mgogoro huo jumuiya iko inapambana kuhakikisha kazi zinakwenda. Lakini watuli, yani watu hata wafurukuti. Hii ni hatari. Na bahati mbaya sana ya hii sayansi na teknolojia tulionayo, anayefanya tunamjua, asiyefanya vile vile tunafanya nini? Tunamjua. Yana anayefanya tunamjua. Teknolojia inatusaidia kujua ni wapi wanafanya, ni wapi hawafanyi. Na kuna wengine wakaambia sisi tunafanya lakini sio lazima tuonyeshe. Wewe umeshaachwa na dunia. Siasa sio mchezo wa jando na unyago kwamba unafanyia gizani. Siasa ni shughuli ya kuhudumia watu. Tunataka kuona huduma gani unaitoa kwa watu waliokuchagua. Masuala ya sisi unajua sio lazima tuonyeshe, tuonyesheni tuone. Nacheza ngoma gizani, hiyo biashara haipo. Na siku uliwahi kutokea mjadala mmoja, nadhani mwelezi unakumbuka, kwenye grupu fulani. Sitaki kulitaja hapa. Toka mtu akasema wanao wanafanya vizuri, wengine wakanyanyuka. Na sisi tunafanya, sio lazima muone. Leta, sio lazima tuone tena. Siasa ni kazi ya kuhudumia watu. Umeenda kuzika, tunataka tuone umezika wapi. Umeenda kwenye harusi, tunataka tuone umeenda harusi ipi. Umeenda kwenye bonanza la michezo, tunataka tuone ni wapi umeenda. Piga picha hata kama ni simu ya Tecno, tuletee. Hata kama picha ionekani tutaona tu. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa ya habari mkusanyiko jioni ya leo. Nikushukuru sana wewe ambaye ulishiriki kikamilifu katika kambi yetu ya matibabu kule Lumumba, Zanzibar, ambapo takriban watoto 24 wamefanywa upasuaji wa mdomo wazi, lakini pia na wewe mwananchi ambao ulitoa taarifa kwa ndugu yako ambao ulikuwa unamuona na tatizo kama hilo. Lakini pia makambi yetu ya matibabu hayatostop, yani hayatoishia pale Zanzibar. Pia tuna kambi yetu ya matibabu hivi karibuni, nitakujuza tutaelekea mkoa gani ama ni sehemu gani ambapo tutakuwa tunaenda kufanya upasuaji huo wa mdomo wazi ambao tunaufanya bure kabisa. Kwa niaba ya wale tulioshiriki kuandaa matangazo haya siku ya leo, ulikopo nami Pendo Gurton, nikutakia maandalizi mema ya Sabato njema, lakini pia nikutakia weekend njema.
The Same Qualities Foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Lumumba Zanzibar wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 7 hadi 11 Aprili. Mahali ni hospitali ya mkoa ya Lumumba Zanzibar. Mzazi unaomba kumfikisha mwanao hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0776 177 742 au 0738 229 449 na 0717 531 312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.